Filamu inaanza na huyu dada ni mwanafunzi wa udaktari anaitwa Intan. Akiendelea na huduma zake, kuna mshikaji mmoja anaitwa Tatang akawa amefika hapa, akamjulisha kwamba binti, baba yako wamempata. Wakawa wametoka hapo mbio. Binti akawa amejulishwa kwamba baba yake amefariki dunia. Sasa hii filamu inaanza na tukio la mwishoni kabisa wa hii filamu. Filamu inarudi nyuma ambapo binti Intan alikuwa ni mtoto mdogo sana. Tatang alikuwa sokoni akimkimbiza mtu mmoja ambaye alikuwa anamdai deni. Huku mbele huyu jamaa akawa amekutana na jamaa mmoja anaitwa Dedi. Huyu yeye ni binamu yake Tatang. Dedi na Tatang walikuwa wakifanya kazi ya kukusanya madeni katika makampuni ya mikopo. Kwenye kukopa wanakutumia warembo, ila kwenye kukudai wanakutumia watu kama Dedi. Dedi anajulikana alikuwa ni mtata kinoma kwenye kudai madeni. Sasa wakiwa hapo kwa mbali wakamuona binti mmoja anaitwa Intan pamoja na mama yake anaitwa Rosa. Sasa huyu mama, mme wake alikuwa anadaiwa na kampuni ambayo kina Dedi wanafanya kazi. Wakaamua moja kwa moja kumfuata huyu mama ili alipe pesa ambazo alikuwa anadaiwa mme wake. Rosa akaeleza kwamba mme wake aliondoka muda mrefu, hajui alipo, hajawahi kutoa taarifa aina yoyote na hakuna tetesi za aina yote. Akaomba apewe muda atafute pesa ili aje alipe. Anasema kwamba hana hata hizo mali za kuweka rehani, lakini akaahidi atalipa kidogo kidogo, apewe muda. Sababu ya kutokuelewana, Tatang akampa Dedi wazo kwamba sikiliza, mchukue binti yake kama dhamana ya deni, akipata pesa atakuja kumchukua binti. Dedi akaamua kuchukua huo uamuzi kweli, akamchukua Intan hadi ofisini kwao, lakini bosi hakukubali kabisa hili jambo. Yaani yeye katuma kwenda kuchukua pesa, sio kuchukua watoto. Hiki kituo sio cha kulelea watoto, katafuteni pesa mlete hapa. Huyu bosi akakataa kabisa, kwa sababu kwanza huyu mtoto mwenyewe alikuwa analia muda wote tu. Dedi akalazimika kumtoa kabisa huyo mtoto hapo nje, ikabidi aondoke pamoja na mtoto. Sasa baada ya wao kutoka tu hapo, mama wa mtoto akawa amefika hapo. Bosi akaeleza kwamba mtoto wako hayuko hapa, kaondoka pamoja na Dedi na inabidi upambane ulipe deni letu ili mambo mengine yaende sawa. Akawa amefukuzwa kabisa huyo mama hapa bila kupewa msaada wa aina yoyote. Dedi pamoja na Tatang wakaenda na Intan nyumbani kwao. Dedi akajaribu kumpa chakula huyo mtoto, lakini mtoto ana utata, akawa amekataa kabisa hata inakula. Anamhitaji mama yake. Wakaamua kumweka kwenye chumba kimoja hapo, pengine mtoto atanyamaza, lakini wapi. Mtoto anazidi kulia, anamhitaji mama yake. Sasa mtoto kwa sababu alikuwa analia sana, Dedi akawa ameshindwa kabisa hata kulala. Akamwambia Tatang kwamba wewe ndio umeleta hili wazo, nenda kamtafute mama yake amchukue mtoto wake. Baada ya muda kweli Rosa kwa amefika kwenye nyumba hii. Kafika ndo Dedi alikuwa anapambana sana kumlisha mtoto. Mtoto kakataa kabisa chakula, akamwambia kwamba nimepambana sana kumpa chakula mtoto wako, kagoma kabisa hadi kula. Sasa baada ya mtoto kumwona mama yake akawa amekubali kula msosi. Rosa akapata muda wa kuzungumza na Dedi. Jamaa akalalamika sana, mtoto na makelele mno. Mshikaji akasema kwamba mpaka kichwa kimemuuma, na akawa amemwambia kwamba huyo mama inabidi apambane alipe deni la mme wake haraka iwezekanavyo. Dedi akaenda kununua dawa ya maumivu. Elewa, mpaka Dedi kwenda kununua dawa ya maumivu, yaani mkorofi leo kichwa kimemuuma. Rosa akatumia nafasi kumfariji Intan. Sasa mama ana mawazo tofauti kabisa, anaamua kuhama kwenda nje ya huu mji, kwenda kutafuta kazi kwa ajili ya kupata pesa ili aje alipe madeni. Mama akamkumbatia mtoto wake bila mtoto kujua kwamba mama alikuwa na mpango wa kumwacha. Ana mpango wa kumwacha wapi? Ana mpango wa kumwacha kwa Dedi. Dedi aliporudi akakuta kuna barua tu hapa, Rosa hayupo. Barua inaeleza kwamba yeye ameamua kuondoka hapa kwenda Jakarta, kwenda kutafuta kazi aje alipe madeni anaodaiwa. Kama Dedi alikaa na huyu binti kwa muda mchache tu na kichwa kimemuuma, sasa hivi kumlea si ndo hata muua kabisa. Dedi alishtuka kinoma, dakika chache tu hapa kichwa kimemchemka. Kuanzia hapo Intan akaanza kuishi na Dedi pamoja na Tatang. Wakaamua kumuita huyo mtoto jina la utani Basil. Likuwa linamaanisha kwamba kichwa kidogo, kwa sababu mtoto alikuwa ni msumbufu mno, anamtafuta mama yake kila muda. Wakalazimika kwenda naye kazini. Kama kawaida ni kudai madeni tu. Dedi akaamua kumtumia huyu mtoto kama mfano, anawatishia wadeni kwamba si unaona yule mtoto, yule mtoto sio wa kwangu, kama hutalipa pesa zangu nitakuja kumchukua mtoto wako kama dhamana ya madeni. Basi hili jambo lilikuwa linapelekea watu waliokuwa wanadaiwa kulipa pesa zao. Kwa bosi pesa zilikuwa zinafika za kutosha. Sasa siku moja wakiwa kwa bosi wanazungumza na bosi, mara Intan akawa ametoroka hapo. Mtoto akawa ametoka hapo moja kwa moja na kwenda nyumbani kwenda kumtafuta mama yake, akakuta nyumba iko tupu. Dedi pamoja na Tatang wanakuja kushtuka mtoto hayupo kabisa hapo. Wakaanza kumtafuta kila kona, wakawa wameingiwa na hofu.
mrefu, mara mpaka usiku ulikuwa umefika, mtoto hajajulikana yuko wapi. Sasa upande wa mtoto akiwa anazunguka mtaani huko bila usimamizi wa aina yote, akawa amekutana na mwanaume mmoja, mwanaume wa hovyo. Akaanza kumshawishi huyu binti kwenda pamoja naye nyumbani, akimwahidi kwamba atamsaidia kumtafuta mama yake. Mtoto akawa amegoma kabisa. Sasa huyu mshikaji akataka kulazimisha. Kwa bahati nzuri Dedi akawa amefika hapo kwa wakati. Akatembeza kichapo kweli kwa huyu mzee mshenzi mwenye tabia mbaya. Mtoto baada hili tukio kidogo akaanza kumwelewa sana Dedi. Dedi akawa amepata nafasi ya kumhudumia mtoto kwa upendo mkubwa sana. Mtoto akaanza kumsikiliza Dedi na Dedi akaanza kumpenda huyu binti kama mtoto wake. Muda wa msosi mtoto kazoea kusali kwanza kabla ya kula. Mtoto hakuwa mzembe, alikuwa anahitaji sala, achana na mambo ya kusema tu kifupi. Lakini watu wazima hapa wao ishazoea, wakikaa kwenye meza ya chakula kijiko mdomoni. Hata hivyo binti akaongoza sana kwa ajili ya chakula. Baada ya chakula Dedi akawa amepigiwa simu na jamaa mmoja akajitambulisha kwa jina la Kang Yang. Yeye ni ndugu yake Intan. Sasa huyu Kang Yang kwenye barua ya mama yake Intan aliacha akiwa ameandika kwamba kuna ndugu wa Intan atakuja kumchukua. Huyu mshikaji akasema kwamba tayari na pesa ya kulipa madeni yote ya mme wake Rosa, atakuja kuilipa kesho na kisha atamchukua huyu mtoto Intan na kwenda kuishi naye. Akamwomba Dedi ikimpendeza amnunulie mtoto nguo mpya na ampeleke matembezi. Kweli Dedi pamoja na Tatang wakampeleka Intan kununua nguo, wakamjulisha kwamba kesho ndugu yako anakuja kukuchukua, ni mjomba wako, utaenda kuishi naye na utaweza kumwona mama yako tena. Mtoto hii habari ilikuwa ni habari njema sana. Dedi akamruhusu mtoto achague chochote ambacho yeye atakachokipenda, yeye atamtimizia. Intan akaomba kwenda kutazama tamasha la mwimbaji ambaye alikuwa anampenda sana. Usiku huo alikuwa anatumbuiza. Dedi akawa amekubali, japo sasa ilibidi kuingia kupitia mlango wa nyuma. Muhimu mtoto kaingia ndani, kamwona msanii pendwa yuko mbele yake anaimba. Baada ya tamasha Dedi akanunua keki kwa ajili ya kumwaga mtoto huyu. Sasa shida ikaanza kwamba mtoto akaanza kuwa na wasiwasi kwa sababu huyo mjomba ambaye anakuja kumchukua hamjui na hajawahi kumwona. Mtoto akawa amegoma kabisa hata kuzima mshumaa kwa sababu ana wasiwasi kubwa mno. Yawezekana huyo mtu akawa ni mtu mbaya. Walipokwenda kumwona mjomba husika, Dedi kabla ya mjomba kufika hapa akawa amempatia Intan namba ya simu akimwambia kwamba mtoto, lolote litakalo kukuta baya nijulishe mara moja. Baada ya muda mjomba akawa amefika hapo, akawa amemkabidhi fedha aliyokuwa anadaiwa mme wa Rodha. Dedi akamkumbusha mtoto, nipigie simu kama kuna tatizo litatokea. Mjomba akawa ameondoka na huyo mtoto kujisikia vizuri sana wala amani, na Dedi yeye mwenyewe akabaki na huzuni kinoma. Baada ya Intani kukabidhiwa mjomba wake, Dedi akaanza kujihisi wasiwasi mkubwa sana. Muda wote ni mawazo ya kutosha, isije kuwa kakabidhiwa mtu ambaye ni mtu mbaya. Tatizo lolote likimtokea yeye ataingia na hatia. Huyu jamaa moyo wake ukaanza kuwa na wasiwasi sana. Hata kazi ya kudai madeni hakuwa na nguvu nayo kabisa, hivyo akaamua kupigia simu mjomba. Alikuwa ameacha mawasiliano ili kujua kama Intani yuko salama. Kupiga simu hazipatikani zote, ni kama alipewa namba feki. Sasa huyu mshikaji ni mtaalamu wa kutafuta watu ambao wanadaiwa. Sijui unajua hiyo shughuli. Mshikaji akaamua kufuatilia kila namba. Kweli kwenye kusikiliza kwenye maongezi akawa amefanyikiwa kumfahamu mjomba wa Intan, japo jamaa alikata simu haraka. Dedi akaanza kupambana, akamtafuta kweli na akawa amefanyikiwa kumpata. Akamchaji kidogo na alimkuta mshikaji kalewa vya kutosha. Kumchaji akamuuliza Intan yuko wapi. Jamaa akawa amekiri, akasema kwamba amemuuza huyo mtoto. Ila mshikaji akasema kwamba hajui hata mtu aliyemnunua yule mtoto yuko wapi. Aliumia sana baada ya kugundua kwamba alimkabidhi mtoto katika mikono isiyo salama. Dedi na Tatang wakaanza kumtafuta Intan kila mahali, lakini hawakufanyikiwa kabisa. Vichwa vilikuwa vimechemka. Upande wa mtoto Intan, mahali alipokuwa ameuzwa, akawa amefanyikiwa kupata simu na akawa amempigia Dedi, akamweleza mahali alipo, japo hakuwa anapajua kwa jina, ila akawa ameeleza panavyoonekana. Sasa kwa sababu Tatang alikuwa ni mtu wa vitu sana, akawa ametambua hilo eneo ambalo Intan alikuwa amepelekwa. Lilikuwa ni eneo ambalo sio rafiki sana kwa mtoto, walikuwa wanahusika na mambo ya ukahaba. Intan alipelekwa pale, akawa anafanya kazi ya usafi eneo hilo. Baada ya kufika, Dedi akawa amemkuta Intan kafungiwa ndani ya chumba kimoja. Kwa hasira akawa amevunja mlango na akawa amemtoa mtoto eneo hilo, kwa sababu sio eneo rafiki kabisa kwa mtoto. Mwanamke ambaye alikuwa ni mmiliki wa hiyo nyumba akaanza kulalamika kwa sababu yeye alitoa pesa za kutosha kumpata Intan. Dedi kwa hasira akamkanya na akaamua kutoa pesa na kumlipa ili isiwe shida kabisa, akamchukua Intan. Mtoto alishukuru sana kusaidiwa na
Dedi. Wakaondoka kwa pamoja na wakarudi nyumbani. Baada ya hilo tukio, uhusiano baina ya Dedi na Intan ulikuwa mkubwa sana. Mtoto alimweka moyoni Dedi kiasi kwamba watu walianza kuwaona kama mtoto na baba yake. Sasa kama wasemavyo Waswahili, mtoto huja na baraka yake. Uwepo wa Intan katika hii nyumba ulibadilisha kabisa maisha ya Dedi pamoja na Tatang. Dedi kwanza alikuwa ni mtu jeuri. Kwanza alikuwa sio mtu wa subira, alikuwa na maneno ya shombo, alikuwa sio mtu wa Mungu. Lakini haya mambo yalibadilika, akaanza kuwa ni mtu wa busara, akaanza kujifunza namna ya kudhibiti maneno yake mbele ya watu, akaanza kuwa ni mtu wa ibada, akaanza kusali pamoja na Tatang. Yani mambo yakaanza kubadilika kabisa kwenye hii nyumba. Mapenzi yake na Intan yalikuwa makubwa sana kiasi kwamba Dedi akaamua kuuza hadi gari ambayo alikuwa anaipenda kwa moyo wake wote. Akaamua kumpeleka binti Intan shuleni ili aanze masomo yake, akamsimamia. Hata hivyo akakumbana na changamoto kubwa sana, kwa sababu shule ilihitaji cheti cha kuzaliwa kwa binti pamoja na kadi ya familia na maelezo ya baba mzazi. Dedi akaamua kutengeneza nyaraka bandia, akaamua kutafuta kadi, akaamua kujiandikisha kama yeye ndo baba halisi wa Intan. Baada ya kusimamia kila kitu na taratibu zote, Intan akawa amepokelewa shuleni. Kila siku Dedi alimpeleka binti shuleni na kumrudisha. Miaka ikapita haraka mno. Dedi akamshawishi Tatang ikiwezekana waache kazi ya kudai madeni, waanzishe biashara ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki. Kweli hilo jambo lilikuwa limefanyiwa kazi. Upendo ukatawala katika hii familia. Maisha yaliendelea na siku ikazidi kwenda, uhusiano wao ukazidi kuwa mkubwa kinoma. Binti alisoma na akawa amefanikiwa kufika mpaka sekondari. Dedi akapambana sana kumsomesha Intan. Siku ya mtihani ilikuwa imefika. Dedi alipambana sana kuomba dua kwa ajili ya binti kufanikiwa vizuri sana katika mtihani wake. Intan akafaulu vizuri. Katika sherehe ya kuhitimu shule ya sekondari, Dedi akawa amempatia simu ya mkononi kama zawadi. Baada ya kuhitimu, Intan aliendelea na masomo ya udaktari, kitu ambacho kilikuwa ni ndoto yake tangu utotoni. Siku moja Intan akarudi nyumbani usiku huo, kasindikizwa na rafiki yake wa kiume anaitwa Ben. Dedi na Tatang baada ya kuona kuna kidume kimemzindikiza huyo binti, wakamuita na kumweka kikaangoni, wakaanza kumhoji. Hii ni kuonesha kwamba wao ni kama baba wa huyu mtoto. Walimpiga maswali ya kutosha. Kilichokuja kumwokoa huyu jamaa ni Intan kufika hapo kumwingilia na kumtoa kabisa. Hii inaonesha jinsi gani Dedi pamoja na Tatang walikuwa wanamthamini sana binti Intan kama mtoto wao wa kumzaa. Baada ya siku kadhaa, Dedi akawa amepokea barua kutoka kwa rafiki yake Rosa. Rafiki yake Rosa alimjulisha kwamba kwa sasa yeye yuko pamoja na Rosa ambaye kwa sasa ni mgonjwa mno. Kaandika mpaka na anwani sehemu ambapo wanapatikana. Dedi akiwa na hofu kubwa sana, kashamzoea huyu binti. Tatang baada ya kufika hapo, Dedi akawa amempatia barua hiyo na akawa amesoma. Kweli akawa amemshauri ikiwezekana ampeleke binti huko. Kweli kesho yake ilipofika, Dedi akawa amemchukua binti Intan na kumpeleka moja kwa moja mpaka sehemu ambapo anwani imeeleza. Baada ya kufika hapo, Dedi akawa amekutana na Rosa, wakapata nafasi ya kuzungumza naye. Akawa amempatia baadhi ya vitu vya Intan pamoja na rekodi zake zote za shuleni, jambo lilomfanya huyu mwanamama kuwa na furaha sana. Hakuamini huyu mwanaume aliye mbele yake alikuwa na moyo wa kujitoa kwa binti ambaye sio binti yake, lakini kamsimamia kwa miaka mingi sana. Mpaka sasa ni miaka 15 kapambana na huyo binti kwa kumlea kwa gharama zake binafsi. Rosa akamshukuru sana Dedi kwa kumlea na kumsomesha huyo binti kwa moyo wake wote wa kipekee. Pia akamwomba radhi kwa kuondoka bila taarifa na kwa kutokuwasiliana naye kwa miaka yote hii. Baada ya muda, binti akawa ameingia kuonana na mama yake ambaye alikuwa ni mgonjwa kwa muda mrefu sana kwa sasa, na mambo ya uhamiaji na mambo ya kazi za watu zilimtenga mbali mama pamoja na mtoto. Mama akawa amemwomba msamaha mtoto wake kwa kutokumjulia hali kwa muda wote na kumwacha kwa watu wengine. Mama akasema kwamba anajivunia sana kuwa na binti mnyenyekevu, mzuri, mwenye akili kama huyu, na akamuhimiza sana binti aendelee kushika ndoto zake ili azitimize kama jinsi alivyokuwa anahitaji kuwa dokta tangu alipokuwa mtoto mdogo. Katika kumbato la mama na mtoto, mama akatumia kauli ambayo tangu utotoni alikuwa anaitumia. Akamwambia kwamba mtoto wake, wewe ndiye mtu ambaye ninakupenda kuliko yoyote duniani. Intan pia akawa ameapa kwamba atamtunza mama yake, atampenda mama yake, atamthamini mama yake na atampambania amtengenezee maisha mazuri pamoja na nyumba nzuri. Binti alizungumza maneno mazuri, lakini mama yake hakuitika. Binti anakuja kushtuka, furaha ikageuka huzuni. Mama akawa amefariki katika mabega ya binti yake. Ikabidi mama huyu azikwe katika kijiji hiki. Dedi akamfariji binti Intan na wakarudi nyumbani. Japo Dedi mara zote alikuwa anawaza kwamba itafika muda ama siku ambapo atampoteza Intan kwa sababu atakuja kuchukuliwa na wazazi wake halisi. Siku moja Dedi akawa amefika na kumchukua binti Intan
na akampeleka mgahawani. Binti akawa ameshangaa sana, dedi, mbona unahitaji kunipeleka katika mgahawa gari namna hiyo? Dedi akasema kwamba mimi siye niliyekualika hapa, bali kuna mtu yuko ndani hapo ndiye aliyekualika. Binti akawa amuuliza, huyo mtu ni nani? Dedi akamwambia kwamba yule ndiye baba yako mzazi. Binti akawa ameshangaa, baba ananitafuta saizi, alikuwa wapi kunitafuta miaka yote hiyo? Dedi akasema kwamba hili ni ombi la mama yako kabla hajafariki, amehitaji mimi nimtafute baba yako na nikukutanishe naye. Mwanzoni binti alikataa kabisa kwenda kumuona huyo baba kwa sababu hamjui wala hamtambui, lakini dedi alimhamasisha sana huyo binti akubali kwenda kumuona baba yake kwa sababu hilo ni ombi la mama yake. Basi binti akawa amekubali kufanya hivyo. Dedi akawa amemkabidhi binti kwenda kwa baba yake, akamtakia na maisha mema, kisha akawa amerudi nyumbani. Sasa hili jambo lilimfanya dedi kukumbwa na huzuni kubwa kuwahi kutokea. Alirudi nyumbani akiwa ni mnyonge kinoma, huzuni ilikuwa ni kubwa. Sasa Tatang hakukubaliana kabisa na hili jambo na alilipokea kwa hasira kubwa, akawa amebeba mpaka na virago vyake. Anamwambia kwamba wewe ndiye ulifaa kumlea huyu mtoto, wewe ndiye ulifaa kusimama kama baba wa huyu mtoto. Wewe umemlea, umeuza vitu vyako vya thamani, umepambana naye tangu akiwa mtoto mdogo mpaka amefika hapo, na unaruhusu kwenda kwa mwanaume ambaye hamjui wala hamtambui. Wewe ndo ulifaa kuwa baba huyo mtoto. Tatang hakukubali kabisa huo uamuzi, akaamua kuchukua virago vyake na akaamua kurudi kijijini. Dedi alibaki hapa akajikaza tu kama kidume, lakini dakika 2 tu huzuni ikawa imemshika, akaanza kuwa mnyonge. Nyumba ni kubwa, hofu ya kumpoteza huyo binti alikuwa nayo kwa miaka mingi sana. Hatimaye kwa sasa imetokea, akamkumbuka huyu mtoto jinsi alivyokuwa akimfariji alipokuwa anatokwa na machozi kama mtu mzima. Akiwa hapo, mara Intan akawa amempigia simu, akamwomba dedi, nifate huku nilipo. Dedi akawa amemuuliza, vipi kuhusiana na baba yako? Binti akasema kwamba huyu sio baba yangu, wewe ndio baba yangu. Hii sentensi ilimfanya dedi kulia, akawa anajifariji, akasema kwamba anakuja kukuchukua sasa hivi. Akiwa na furaha na machozi ya furaha, akawa amewasha boda na akaenda kumfuata binti. Akiwa njiani, kwa bahati mbaya huyu mshikaji akawa amepata ajali. Baada ya muda, polisi wakuwa wamewasiliana na Tatang pamoja na Intan waende moja kwa moja mochwari kwenda kuthibitisha kama ule mwili wa marehemu ni wa dedi. Lile tukio mwanzoni mwa hii filamu, binti alivyofuatwa akiwa anahudumia akaambiwa kwamba tumempata baba yako. Akawa ametoka hapo moja kwa moja, akawa amepata habari kwamba baba yake amefariki dunia. Tatang akawa ameshindwa kabisa kuthibitisha hilo jambo na akawa ametoka nje, hakutaka kabisa kushuhudia. Lakini Intan baada ya kuchunguza akatambua kwamba ule haukuwa mwili wa dedi. Sasa dedi yuko wapi? Zikaanza harakati za kumtafuta dedi yuko wapi. Binti akaamua kutumia mitandao ya kijamii. Ni kwa muda mrefu sana tangu hiyo ajali itokee, dedi hajawahi kujulikana yuko wapi, wala hata mwili hawajawahi kumpata. Wakawa wamepokea simu kutoka kwa mtu ambaye alisema kwamba kwa maelezo aliyoyapata anahisi kabisa mtu aliye naye huku ni dedi. Wakaenda eneo hilo wakakutana na mtu mmoja anaitwa Dadati. Dadati akamwambia kwamba siku kadhaa zilizopita alimuona mtu aliyekuwa amejeruhiwa vibaya sana barabarani. Tangu amuokote mtu huyo mtu haongei wala haitikii chochote, yuko kimya tu. Anasema kwamba huyu mtu kwa sasa hakumbuki kitu chochote, lakini katika kumpekua walibahatika kupata kitabu ambacho kilikuwa kimeandikwa jina Intan. Kweli baada ya kufika sehemu ambapo alikuwa amehifadhiwa huyu mtu, kwenye kumtazama kweli alikuwa ni dedi, hajitambui kabisa, hakumbuki kitu chochote, yupo kimya, azungumzi kitu chochote. Tatang akajaribu sana mara nyingi kumfanya dedi amkumbuke, lakini dedi alikaa kimya tu, hakujibu chochote. Binti kabidi kuingilia kati, akaanza kumwita baba, unanikumbuka? Dedi kwa mbali akaanza kuonesha dalili za kumkumbuka huyo binti. Maelezo ya Intan yakawa ni mengi kumkumbusha dedi. Dedi akaanza kuitika kuonyesha kwamba ameanza kuwakumbuka kwa kilio, chozi tu linaonyesha kwamba dedi ameanza kutambua. Basi wakawa wamerudi nyumbani na maisha mengine yakaendelea kama kawaida, ikawa ni kazi ya kumtunza dedi. Miaka ikapita, maisha yakaendelea. Intan akaolewa na yule kijana ambaye alikuwa ni rafiki yake wa kwanza kabisa, Beni. Dedi akamkabidhi Beni maisha Intan na maisha mengine yakaendelea. Familia haijengwi na damu moja pekee, bali upendo unaowakusanya wapendanao na kuwa kitu kimoja. Subscribe, like, comment. Karibu.